Lakini pia niwaambie walimu wenzangu kwamba chama cha walimu kipo imara na kinaendelea kushirikiana na serikali. Hata juzi tarehe 6 tulikuwa na waziri wa kazi. Sasa tupo kwenye mchakato wa kuomba teaching allowance, sababu tunajua kazi yetu tunayoifanya ni kubwa. Tupo kwenye majadiliano hayo na serikali. Naamini kwa serikali yetu sikivu ambayo inaongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan itatupokelea ombi letu na muda wote tunaweza tukapata. Tupo kwenye majadiliano bado walimu. Kwa hiyo ni waombe walimu, sisi tuendelee kuchapa kazi, tufanye kazi yetu kama inavyotakiwa. Leo ya changamoto nyingine zote ambazo zinazotukabili sisi, hizo zote chama kinakaa na serikali tunaendelea kujadili, na naamini kwamba utatuzi utaweza kupatikana. Nadhani kulikuwa na changamoto nyingi huko nyuma tulikotoka, serikali yetu sikivu imeweza kutatua zote. Kwa hiyo niombe tuendelee kuchapa kazi. Kama tuna zilo 56, naamini mwakani tutaweza kuzifuta zilo zote 56 kibiti tukatoka na clean sheet. Na sambamba na hilo, niendelee kusema mimi kama katibu wa wazazi wa wilaya kwamba ofisi yangu ya jumuiya ya wazazi chini ya Chama cha Mapinduzi ndio yenye dhamana ya kushika sehemu ya elimu. Sisi kama jumuiya ya wazazi, nyinyi wenyewe walimu ni mashahidi, tunasema tutashirikiana nanyi, tunashirikiana nanyi na tutaendelea kushirikiana nanyi. Sisi viongozi wa dini ndio tunasema kwamba hii kazi ya umalimu ni kazi ya kiutume. Mitume wote ni walimu, wote ni walimu. Mpaka Mtume Muhammad anasema mimi nimeletwa kwenu kuwa ni mwalimu mwenye kufanya uwepesi, kuleta uwepesi. Kwa hiyo tusije tukafanya mchezo. Hii ni ibada kubwa sana, ibada ambayo inazidi ibada zote. Ukija kwenye mwalimu wa dini, mtu hawezi kusali kama si mwalimu. Na ukiona waziri mkuu ni mwalimu, ndio alofanya kazi hiyo. Hata ukiona rais, huyo rais ni mtoto wa mwalimu huyo. Kwa hiyo asanteni sana walimu, hii ni kazi ya ibada. Yaani fanyeni mkiwa na moyo kwamba mnapata malipo mema kwa Mungu. Acheni wasiwasi, fanyeni, hii ni kazi ya ibada. Asante. Na wazazi tunatakiwa tuitike wito huu, kwa sababu kusoma ni lazima, si hiari kwa upande wa dini. Kusoma ni lazima. Ukiwa mwanadini lazima mtoto umpeleke sehemu ya kusoma. Asanteni, tunawatakia mafanikio mema wanafunzi na walimu. Ongezeni juhudi.